Watazamaji wa Ebenezer 24 TV, toka mchana tulikuwa tuko hapa na Same mkoani Kilimanjaro, ambapo tulikuwa tukikuruputia tukio la uzinduzi wa kanisa hili la Pentecoste hapa Same mkoani Kilimanjaro, ambapo hapa tunapata nafasi ya kuzungumza mawili matatu na askofu mkuu wa kanisa hili. Askofu, Bwana asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Askofu Aminieli Mgonja wa kanisa la Pentecostal Praise Church Tanzania. Tuanzie hapo kama askofu, mtazamaji wa makanisa ya Pentecoste, Pentecostal Praise hapa Tanzania. Nini wito wako kama askofu kwa makanisa na wachungaji wengine kwa ujumla? Nini wito wako? Wito wangu kwa maaskofu, tuendelee kupambana kufungua makanisa mapya. Kanisa halikui kwa mshirika mmoja kuhamia kutoka kanisa moja kwenda nyingine, ila kanisa linakuwa kwa kuhubiri watu wapya kabisa ambao hawamjui Mungu waje kwa Yesu. Hapo ndo tunalikuza kanisa. Kwa hiyo tukipanuka, tukaenda huko na huko, tukahubiri watu wakaokoka, tunajenga makanisa. Mwili wa Kristo unapanuka, unajengwa, unaongezeka. Tuwe kifalme zaidi, kujenga ufalme wa Mungu. Tumeona kwa sehemu kubwa kanisa hili limejengwa na watu kutoka na Canada. Hivi kwetu kama Tanzania haliwi deni? Hili ni deni kwa sababu baraka zinarudi kule. Sio watuache na umaskini. Na shauri tujifunze kufanya wenyewe ili baraka zibaki kwetu. Maana anayetoa anapokea. Sasa wakija kutujengea kweli tunafurahia kwa sehemu fulani, lakini baraka zinarudi na wao, sisi tunabaki kuwa maskini. Kwa na shauri tujitahidi kufanya wenyewe, kujitoa na kuanza kujisimamia wenyewe, kujenga makanisa na kutumikia Mungu wenyewe kama wazalendo wa Afrika. Unafikiri kwa kanisa hili linaweza likachechemua injili kwa wilaya yetu sana? Ndio, kwa sababu kijana wa mchungaji hapa ni mtu Mungu anamtumia, anafanya kazi za maombezi, anahubiri injili, mwinjilisti. Naamini kwamba kuna kitu kitafanyika kupitia kanisa hili. Tupo utofauti kati ya tulikotoka kanisa hili sasa na hili, hasa kwenye spidi ya injili. Kuna kanisa la, unamaanisha jengo la zamani? Jengo la zamani. Ya. Kwa vyote vile lazima hapo kutakuwa kuna tofauti, kwa sababu watu wanapenda mali pazuri. Kwa hiyo hata ukiambiwa uchague uabudu hapa jengo hili au hili, utachagua. Kwa naamini kuna utakao mvuto wa mazingira. Asante. Huyo ni askofu mkuu wa kanisa hili zuri kabisa, ambapo hapa leo tumekuwa tukifanya uzinduzi wa kanisa hili. Askofu, neno lako la mwisho, tunakupa ya time bure kabisa. Neno lako la mwisho. Tuombee taifa letu. Kipindi hiki tulichonacho tunahitaji kuombea sana nchi yetu tunapoelekea kwenye uchaguzi. Tuombe Mungu kwamba amani ambayo imekuwa ni tunu yetu kwa miaka mingi iendelee kudumu. Na shetani asipate nafasi kutuvuruga wa Tanzania, kututenganisha au kutuletea mgawanyiko kwa sababu ya mazingira tu ambayo yangeweza yakashughulikiwa. Ilikuwa taifa letu na tuombee uongozi wa taifa letu. Ilikuwa tumalize interview yetu, lakini umeleta swala la uchaguzi. Unafikiri kanisa ni sehemu ya uchaguzi? Ni sehemu ya uchaguzi. Niwe kama askofu. Ni sehemu ya uchaguzi. Na nawaambia watu waende wakapige kura na tuombee taifa letu sana. Ninaweza kusema kwa kifupi. Tunaongea mengi, lakini in summary tunakushukuru sana askofu kwa muda wako. Asante sana. Pamoja na kwamba askofu ana mambo mengi, lakini ametuheshimu sana sisi Ebenezer TV na ametupa muda wake, na hakika kwamba matukio haya utayapata kupitia kwetu Ebenezer 24 TV. Karibu sana watazamaji wa Ebenezer 24 TV. Kama ada, kama kawaida, sisi tunakurejeshea kile ambacho tunaona kabisa tunakichuja kwanza, tunaona ni bora, ndio tunakuletea. Na leo tuko nje ya kanisa hili la Pentecoste PPC, Pentecoste Prayer Church. Okay, na tumepata nafasi ya kuzungumza na askofu wa makanisa hii kwa mkoa wa Kilimanjaro, na anaweza kuzungumza mawili matatu. Mama, Bwana asifiwe. Amina. Hebu tuambie kwa majina, unaitwa nani? Sifa Samueli Mgonja. Sifa Samueli Mgonja. Sio Sifa, yani askofu Sifa Mgonja. Yeah. Askofu, tuambie sasa, nini furaha yako na wito wako, hasa tunapokea kanisa jipya kabisa la kisasa kabisa? Furaha yangu ni kwamba tumemjengea Bwana nyumba. Tangu wakati ule wa Agano la Kale, Mungu aliwaambia kwamba waende mlimani wakatafute miti ili wamjengee Mungu
nyumba, kwa sababu nyumba ya Bwana ilikuwa imekaa katika hali ya kuharibika. Kwa hiyo Mungu akakasirika, akahuzunishwa, lakini walipotii wakaenda wakajenga, Mungu akasema ataamuru baraka kutoka pande nne zote, na ataiambia hata Kushi mtoe. Kwa hiyo kwa sababu hii tunajua kwamba tumemjengea Bwana, na tangu Agano la Kale kulikuwa na mahali pa kumjengea Bwana na kuweka madhabahu. Hebu tuambie, kwa kanisa hili jipya litaongeza ufanisi wa kazi ya Mungu, na kama ni hivyo kwa kiasi gani? Litaongeza kwa kiasi kile ambacho Mungu mwenyewe atakacho. Maana sisi hatujui kwamba itakuwa kiasi gani. Neno lako la mwisho kama askofu? Neno langu la mwisho, ninataomba kwamba watu wale walio wa Mungu waombe ili Mungu aweze kuwaleta watu, na tupate pia watumishi. Tunahitaji watumishi watendakazi wa kweli. Asante, Mungu akubariki sana. Amen. Baadhi ya watumishi wa Mungu wamekuwa wakisalimiana na kupongezana kama ambavyo unatazama. Ni mmoja mchungaji kiongozi wa kanisa hili la PPC hapa Same mkoani Kilimanjaro, ambapo tunaweza tukapata nafasi ya kuzungumza naye mawili matatu. Hapo wana agana kama ambavyo unatufuatilia na kututazama. Hao ni watu ambao wana agana kama ambavyo unafuatilia kutoka hapa Same mkoani Kilimanjaro. Tunaondoka sasa.